tuko live sasa. Jump in your life. Shanti. Ni vizuri ukae na simu yako. You confirm when we are live. Okay? Yes. Direct and root on the Yeah, hello. Kabisa. Hamia. Karibu. This live. Akisi tuko live, siwaje. Mimi tunaandika hiyo hapo na live. Acha. What? Sorry. Simu ni tamonia radio. Let me put it on a silent mode. Yeah. So Hamia. Karibu mtazamaji. Yes. Can Can you confirm that we are live? We are live. Okay. Yeah. Okay. You can be directing us. Yes. Kila kitu kiko sawa. Kwa sawa, kushwari. Okay. Tuone hapo. Mjafika live. Go back. Yeah, sure. So tunaangalia mitambo kama iko sawa. Mitambo iko sawa. Iko shwari. Weka sound. Naweza weka sound. Mitambo iko sawa. Iko shwari. Okay. You can be reading questions kwa wenye watakuwa wanatuma. Unaweza kuwa ukisoma kidogo. Acha tuone mitambo iko sawa. Director lazima na confirm kama kila kitu iko sawa. Iko sawa ama bado sioni kama tuambie kama kila kitu iko sawa. Basi unaweza confirm, ongezea light so that tutakuwa tunasoma maoni ya watu ama watazamaji live. Okay? Yeah. Okay. Mpenzi, tuko hapa kwenye Scofra Media College CMC. Kando yangu ni bwana director. Yeah. Bwana Francis Kioko. Yes. Asante. I'm fine, thank you Mr. Peter. Okay. Kumefungwa na tujaenda kanisa lakini tuko hapa ili kuweza kuongea na wapenzi watazamaji wetu. Kweli? Yeah. Haya. Tueleze Francis ni nani? Francis umjui? Mimi namjua kama director wa CMC. Lakini unaweza kuwa unaeleza watazamaji kwenye wakufahamu. Waweze kujua bwana Francis Kioko ni nani? Francis Kioko kwanza ni mtoto wa Mungu, nimeokoka na mpenda Yesu. Francis amezaliwa katika familia ya watu 6, is the last born and I am happy.
And kwa mambo ya elimu, Francis ni mwanahabari, hiyo ni taaluma yangu, na sana sana niliweza kukita katika ufunzi ama nafundisha mambo na utangazaji. Si kwenda kwa radio ama TV, niliona nipike wanahabari. Kweli sana. Yeah. Sasa tuelezee chanzo cha Scofra Media College. Na mbona mtakiita Scofra? Now Peter, nikikuelezea ukweli kwa nini tulianza Scofra. Scofra kwanza nilienda mahali pengine kaulizwa inamaanishaje. Scofra zile initial ama acronym hiyo ya SCHO inamaanisha hiyo ni scholar. Hiyo Fra ni Francis. So hakuna to injina yeleweki, ni scholar wa Francis. So Scofra ilitoka hapo. Na Scofra kwanza tulianza ambapo wakati wa kumaliza shule nilikuja nikaona tumekimbia attachment, tumeenda kazi zimekosekana. Lazima kama mwanaume ambaye nilikuwa nataka kujipanga ili niweze kukabiliana na umaskini, niweze kutia amnazo katika ile hali ya kutafuta nitapata chakula wapi, nitapata pesa ya kuvalia wapi, ya kununua nguo za kuvalia wapi. So nikaona tuanzishe Scofra Media Company, ambayo tulianza kama tu watu wa kuchukua picha, video kwa chade if you have wedding and so on and so forth. Na hatimaye mwaka wa 2020 tukakaa chini na tukaona ni vizuri tukue na wazo la kuweza kufanikisha Scofra ikuwe taasisi ya mafunzo. Kwanza tukaanza na media, na ambapo 2021 tukaanzisha Scofra Media College. Kweli kabisa, safi. Na katika Scofra ni kosi zipi ambazo ziko hapo? Kusema kweli Peter, tuko na kosi tofauti kwako wewe ambayo uko pale nyumbani na ungetamani sana ili kuja usome nasi. Tuko na kosi tofauti. Kosi ya kwanza ambayo naipea kipaumbele ni utangazaji, ile tunaita journalism and mass communication, ambayo ni kosi ambayo iko na nyanja tofauti. Unaweza kuwa mwanahabari wa radioni, ukuwe mwanahabari katika runinga, ama ukuwe mwanahabari katika uandishi wa magazeti, ama ukuwe mwalimu wa kufunza ama wa kupika wanahabari kama mimi. So hiyo ni ya kwanza ambayo mimi kama director ndio nafunza. So hiyo mimi ndio ufunza. Na ukitaka kufanya journalism kwako wewe una nafasi ukuje usome nasi, ambapo tutakupanga na ukuwa umeiva vilivyo. Tuko na kosi nyingine kama information technology, hiyo kwa watu wengi wanaita IT, ambapo unaweza kuja na ukuwe ngwinji katika mambo na teknolojia. Ukiangalia hapa nyuma tunaona kule kwa studio zetu wako live, wanaendelea kusoma news, wako live. So mambo na technology, mtu ambaye ungependa kusoma mambo na technology, hizo ni computer, unakuja hapa Scofra. Kosi nyingine ni ya secretarial studies. Kama unataka kuwa karani, mtu wa ofisi, ile typing, wale watu tutaipia pale kwa ofisi, hapa tunafunza secretarial studies. Tuko na tours and travel guide operation. Kama unataka kwenda kufanya kule Boseli, Mombasa huko, tunakufunza hapa na unapata mafunzo halisi. Tuko na supply chain management, ambapo kama wewe unataka kuwa na supply like the medical, hizi za corona zinaletwa na mtu amefanya chain and supply management, na huko kwa county kazi ni mingi. Kama kuna ingine ambayo inaitwa nutrition and dietetics, wewe unataka kuwa mtu wa kujua kuniambia kama ama kuambia Peter unapaswa kukula nini asubuhi, lunch time na majioni, hiyo ni nutrition and dietetics, iko hapa katika Scofra Media College. Na tuko na human resource management, hiyo ni wale watu wanafuta kazi na wanakuandika. Kama wewe unataka kusomea kufuta kazi watu ama kuandika, hiyo ni human resource and management. Tuko na business management, kama unataka kujua venye utaanzisha biashara yako ama uandikwe umanage kazi ya mtu, ni vizuri sana uweze kusoma business management. Tuko na community development and social work.
hiyo hiko, na tuko na accounting and finance. Kwako wewe unataka kuwa mtu wa mahesabu, tuko na kosi kama accounting and finance. Kwako wewe ambaye ungependa kuwa engineer ni wale tunaita mhandisi, tuko na course kama electrical and electronics engineering, ambapo unaweza kuja na uweze kufanikisha maoni yako ya masomo. Na sales and marketing, kama wewe unataka kuwa unauza kampuni, unauza bidhaa, ni vizuri uweze kusomea sales and marketing. Na kwa wale wanataka mambo, wasichana siku hizi wako na kutengeneza nywele, kusongwa, kukatwa line kama hii, hiyo iko kwa kosi ambayo tunaita cosmetology, na kosi mingi ambazo wewe kama maoni yako, ama wewe unajua unataka kufanya nini, wewe ni kutupigia simu. Peter, tunachukua simu live hapa Facebook, ambapo ni kupitia 07, andika mani 0792984511. Narudia 0792984511. Kwa kikamba ni noti mwanza kenda ile kenda nyanya inya itano imwemwe. Wanaweza tupigia tuongee nao live. Simu nimeshika na nitaweza kujibu maswali yote. Peter, kama mtazamaji ulivyoeleza, shule hapa unaona ni kubwa. Course ziko mingi. Yeah. Unaweza kuja kujiunga na hapa, ukapata hekima na profession kazi yako. Sasa director Peter, kabla niweze kuambia kitu kingine, ni ya kwamba pale Facebook unaweza anza kurusha maswali yako, na Peter hako ange sana kusoma maswali yako. Usiwe na shaka, tuma ile maoni unataka, ama ulize swali lolote, utajibiwa live. Peter kwa pale atasoma comments zenyu, na unaweza tupigia simu, na end time tutaungana nawe, tutafurahia sana. Peter, tuendelee. Kama ulivyoeleza course zenye ziko hapo, hizo course mitihani upitia vitengo zipi? Peter, kama kawaida, kila mzazi anapoleta mwanafunzi shuleni, kitu ya kwanza, swali la kwanza ni kuuliza mtihani mnafanya kupitia bodi gani? Na sisi kama Scofra, mitihani yetu ni kupitia NEC, ICM, IBMA and CTED Guilds. So mitihani yetu nimesema ni kupitia NEC, ICM, IBMA, CTED Guilds and CASNEB kwa watu wa mahesabu. Sabati. Yeah. Kweli. Na katika hizo mtihani umetueleza course mtihani. Shule ya Scofra imeandikishwa na serikali. Kwa kawaida Peter, wakati tulikuwa na hiyo, ama wakati nilipata mwito wa kuanzisha Scofra, niliweza kukaa chini na nikaona sheria lazima iweze kufuatwa. Najua kuanzisha kitu ambacho unafunza ama unataka kupeana zile vyeti, lazima make sure serikali umepata zile idhini kutoka kwa serikali. So tumeandikisha Scofra with the Minister of Higher Learning, tukapewa cheti na TVET. So tuko rasmi, tumejulikana rasmi, na ukituangalia tuko kwa kila kitu, tuko sawa. Serikali imeweza kuhakikisha Scofra ni taasisi halisi ya mafunzo kwako wewe mwanafunzi, na kwako wewe mzazi ambaye unatazama, hata ungependa kuweza kuendeleza masomo yako. Ni kweli kabisa. Yeah. Na malipo ya karo kwa kila muda ni pesa hela ngapi, na ulipo aje, duration? Kwanza Peter, kitu cha kwanza ambacho ningependa kuambia mtu mwenye anatazama ni kwamba malipo yetu huwa kwa term ama kwa mula ni 19,000 only. 19,000. Term yetu imebeba miezi 3. Hiyo ni term yetu, na hiyo miezi 3 unaweza lipa polepole installment. Unaweza divide by 3 upate kwa kila mwezi unalipa only 5,500 na ukuje kumalizia. So kama ni installment, about swali lingine nilipata mpenzi ama mtazamaji alituuliza ni ya kwamba sisi pale unajua admission hapo pesa ndio kwa mingi. Admission sisi tunakuambia unahitaji
to start ama kuja kusoma nasi unahitaji only 10,000 as a starting fee. Ndio tunaitisha hapa Scofra, kwa sababu kiini hasa cha Scofra si kuweza kufyonza pesa mzazi ama yako wewe kama guardian. Kiini hasa ni kuhakikisha kila mwanafunzi katika maeneo yetu yote ya Kenya amepata elimu, na elimu bila kufukuzwa ama kusukumwa, ama elimu ambayo itamsaidia aweze kujisaidia katika maisha ya usoni. Kwa hivyo malipo si lazima ukuwe nayo mara moja. Hapana, malipo si lazima. Kweli kabisa. Yeah. Haya, mtu akitaka kufanya diploma ama certificate, unahitaji kuwa na grade gani? Kawaida kama unataka kufanya diploma, unahitaji uwe na alama ama uwe na KCSE, ulipata alama ya kutoka C-. Yeah. Kupanda ambapo utapata kufanya diploma kwa muda wa miaka miwili kabisa. Na hiyo miaka miwili tumeweka miezi 18, na hiyo miezi yenyewe inafuata 3 unaenda attachment. Kwa wewe ambaye hukupata ile C- na ulipata kutoka D- ama chini ya D-, hatuwezi sema kama ulipata chini ya D-, wewe hautasoma. Tuko na mikakati ambapo tumeweka, unaweza fanya certificate kwa muda wa mwaka mmoja, ufanye certificate na ucontinue na hiyo mwaka ingine uweze kutoka na diploma. Diploma zetu unaweza fanya kazi hapa Kenya, unaweza fanya kazi hata mataifa ya nje pita. Na watu mnatafutia wanafunzi attachment. Kitu cha kwanza sisi kama Scofra na tunaambianga wazazi wetu ama wazazi ambao wanatuletea wanafunzi ni kwamba sisi ndio tunatafutia watoto wetu ama wanafunzi wetu wakihitimu attachment, kwa sababu tunajua ukiwa mpya na umemaliza masomo, ile kutafuta attachment kuzunguka huku na huku na ukujui inakuwa vingumu sana. Sisi tuko na connection na employers na companies mingi sana, na tunatafutia wanafunzi wetu attachment. Na then kazi ni kitu kingine watu wanatuliza, mnatafutia wanafunzi wenu kazi. Kitu ya kwanza kazi, unapoenda attachment, hapo ndo unaenda unadhihirisha ule weledi wako, kuwa wewe uko na taaluma ama unajua kazi yenye umeisomea. Kuna mtu akipelekwa attachment kama ataweza kwenda perform Peter, definitely atapata kazi. Siku ya kwanza wakati mimi nilienda attachment, hapo ndio niliweza kusecure kazi. After tulimaliza attachment, the following month nikaambiwa Francis, kuja uweze kuunasoma taarifa. So hiyo ni assured that ukienda na perform employer atakupea kazi. So kazi ina depend na wewe mwanafunzi, kile tumekufunza hapa. Kama utaenda kutia maanani na uweze kuonyesha kwa yule mwajiri wako, atakupea kazi. Kwa sasa kuna janga la corona. Umepanga mikakati gani kwa wanafunzi wako? Sisi kama kawaida, sasa serikali imesema kuna masomo ama kuna ile teaching ya face to face, na sisi kama Scofra tumejikita katika mitambo ya kisasa ili kuweza kuhakikisha mwanafunzi hautazeekea shuleni, hautazeekea ama uretire ukiwa unasoma. So tumeweka masomo, watu watakuwa wanasoma kupitia mitandao ya kisasa kama Zoom. Tuko na Zoom class kwa wanafunzi wetu. Hata kwako wewe ulio nyumbani na ungependa kujiunga nasi, sisi hatujafunga. Utakuwa unasomea hapo nyumbani classes, utaandikia hapo, tutaulizana maswali moja kwa moja bila taswishi yoyote ile. Kwa sababu kuna wale walikuwa wamebuku mtihani ya September na December, revision na masomo inaendelea online kama kawaida, na hatuna shaka ya kwamba tutaweza kutoka na ushindi. Corona haitatushinda. Tutatoka na ushindi, kwa sababu tunajua Mungu aliye ndani yetu ni mkuu kuliko Mungu aliye ndani ya hiyo corona yenye tunaongelea. So usikuwe na shaka, kama uko pale nyumbani na ungependa kujiunga na shule, basi chukua nafasi, ambia jirani yako, ambia kaka yako, na uweze kuja ili tuweze kusaidiana, uweze kujisaidia kimaisha. Kitu ya kwanza ambacho Peter huambia mzazi ama mtu mwenye anatutazama ni ya kwamba huwezi sema nitangojea hii mwaka ama nitakusanya hii kiwango cha pesa
ili niweze kwenda kuongea ama kusoma. Hapana, kwa kile kidogo ambacho uko nacho unaweza kuja usome. Huwezi pata pesa utakusanya ndio, lakini mahitaji hayatakosekana, mahitaji yatakuwepo. Lakini kwa kile kidogo upate your 10,000, utaanza masomo na Skofra, zile zingine utalipa polepole, Mungu atafungua njia. Kitu cha kwanza mimi nikisoma Peter, nataka kuambia watazamaji wetu, mimi wakati nilikuwa nasoma kwetu na naongeanga ukweli, kwetu tukiwa 6 hakukuwa na uwezo wa mambo na masomo. Wazazi hawakuwa na kitu, lakini nilisukuma. Our first born alifika I think class 2, mwenye anafuata 3 or 4, mwenye anafuata na sasa mwenye nafuata wa 5 akafika I think 6. Sasa mimi nikaambiwa wewe jaribu ufike ya 8, ukifika 8 wewe unaanza kuwa uko mbingwa kwa hii familia. Lakini nikafika hiyo ya 8 na nikaona hapana, hicho sio kiwango ambacho sio kusudio ambayo Mungu alikusudia Francis nifike. Na nikaenda pale nikangangana, nikaambia saa hiyo baba alikuwa shaanga, mama alikuwa shaanga, so niko na shosho. Nikamwambia sasa usijaribu tu nifike tu high school, ni make sure niko na certificate hata kama ni high school. Na yeye akangangana. Ndio ananiambia mpenzi mtazamaji, kama wewe unatuangalia, usiseme mzazi ana. Alingangana, nikaenda pale Changuli Memorial. Nikaenda nikasoma ile karo ya boarding, nikakosekana, nikatoka nikiwa term 1, nikaenda General Mlinge ambapo alingangana nikiwa day school, tunatembea kilomita kadhaa nikiwa na marafiki zangu tukitoka mbali, akangangana hadi nikamaliza. Wakati nilimaliza ndo nakwambia ile ama safari ya masomo kwako ni wewe ujitolee na uambie mzazi unataka kusoma. Mzazi hata kulazimisha ati wewe enda shuleni, hapana. Wewe ni ujiamulie kutoka kwa nafsi yako, nataka kusoma ili uweze kufanikisha maisha ya kwako. Kitu ya kwanza mimi nikamaliza high school kwa mashida, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu nilitoka bila balance. Shosho wangu alijaribu. Wakati nilimaliza wakaniambia sasa umemaliza 8 form 4, sio ni enough. Mimi nikamwambia hapana, hiyo si enough. Nikaweka ka hoteli kidogo hapo kwetu, nikauzauza tumandazi, tuchai, tukingojea zile mtihani uweze kutoka. Wakati mtihani ulipotoka, nikaenda nikachukua, nikapata, nimepita. Hata kama sikupita sana, nimepita ile kiwango changu. That is why nakwambia kama unatazama, hiyo tu yenye ulipita, hiyo ndio kupita. Usitarajie ungepita, hiyo ulishika ndio yako. Nikapita na nikaenda pale Machakos kwanza, nikaenda nikamwambia shosho yangu nimemaliza, nataka kwenda mbele. Na yeye hakuniuma kidole, aliniambia kama Mungu alisema utasoma, nitangana na nitauza tena niko nacho, hata kama ni nyumba uweze kusoma. So enda ujitafutie shule. Saa hiyo hakuna mwenye anaweza kutafutia shule. Nikaenda kujitafutia shule. Nikaingia pale Machakos Technical College, saa hiyo Machakos University. Nikaweza kukaa pale, nikapewa barua niweze kujiunga na Electrical and Electronic Engineering. Nikaenda nikaangalia kichwa yangu, nikaona hapana, mimi ni mtu wa mdomo, mimi nakula mdomo, lazima niweze kutafuta ile kosi yangu. Wanahabari nilianza nikiwa darasa la 5, ambapo nilikuwa nakuja wakati huo CS ama Assistant Minister wa transport wa Vinyandeti alikuwa mbunge huko Kabiani, alikuwa anakuja naenda namsomea taarifa, napewa 1K. So ilianza hapo, nikaona nilikuwa ama my passion ni kukuwa mwanahabari. So nikaachana na mambo na technical hiyo ya Machakos. Nilikuwa nimelipa 500 ya kupewa hiyo admission. Nikaenda kutafuta shule, nikakimbia pale Zitech Nairobi. Nikaitisha barua, nikaona mtu wanafunza, nikaona njani satisfy na quality yenye nilikuwa nataka. Ndio nikaingia kwa gari tena, nikaenda Thika, nikapitia shule nyingi sana until nilipopata Jordan College, na nikaona ni shule ambayo ingenifaa, kwa sababu lazima uacknowledge mahali umetoka, kwa sababu kama si Jordan College isingekuwa mahali niko. Ni shule nzuri ambayo nilienda na nikafurahia, nikachukua barua na nikarudishia maishosh. Kurudishia yeye akaniambia sasa hii pesa yote itatoka wapi? Nikamwambia sasa mimi sijui, ni haki yangu nisome. So ni haki yako kusoma. Akaniambia wacha nitafute. Akaenda akauza shamba lake, akaniambia enda shule. Mahali hiyo itaishia nitauza tena, na ikiisha nitakuja kuuza hii nyumba. Nikaenda nikasoma na ikaisha, akauza tena,
na akaniambia hata shamba kama sitauza leo itakuja kuuzwa na mtu mwingine akunywa ama ugonjwa yuziwe na ishe. Nikamwambia ni sawa, na mimi nikaenda Thika na nikaweza kutia fora na nikajifunga nira katika masomo na nikamaliza mwaka wa 2017 ndo niliweza kugraduate, lakini nilimaliza 2017 mwezi wa 3 na tukangojea ile sherehe ziwekwe pale December ambapo tulikuja tuka graduate. Sasa after graduation Peter, ndio maisha ikakuja, attachment, kwenda kutafuta kazi, kiatu ikaisha, unatembea huku na huku, umeshatoka attachment, unatafuta kazi hadi una sweat, lakini Mungu akatusaidia. Now hiyo ndio njani ya masomo ya Francis. That is why nataka ku-encourage wale watu wanatutazama wasikuwe na shida. Unapoambia mzazi unataka kusoma, kama wewe unataka kusoma, ukiitisha mzazi nipe pesa 1,100, najua hata kupea. Lakini ukimwambia wataka kusoma, utasoma kwa sababu pesa atapata. Najua wazazi wengi wanatumia, wako na pesa tu kidogo, ama wanalima, mtu anauza boga, lakini anatumia nini? Ile tu pesa kidogo aliyo nayo kupeleka watoto wake shuleni. Kwa sababu kitu ambacho unaweza achia mtoto wako Peter sio kitu kingine, ni elimu peke yake. Elimu ndio unaweza achia mtoto wako, kwa sababu elimu huwezi gawana na mtu. Hiyo ni kitu cha kwanza. Elimu huwezi gawana na mtu. Hiyo ni kitu ambacho ni chako peke yako. Saa hii pesa yenye napata ni yangu peke yangu. Napelekea shosho yangu kidogo, ile nyingine najikuza na familia yangu na njiendeleza. So na ku-encourage wewe ambaye unatutazama, ambia jirani yako, mwambie aongee, usiseme ati naenda kufanya kazi. Kazi ni vizuri. Tuko na mode of study. Peter hapa ni Skofra. Tuko na mode of study ambapo wewe kama unafanya kazi unaweza kuja tuweke pattern ziko. Mwingine kama wewe si part time, uko na full time, kwako unataka kujifunga umalize haraka. Na kwa wale wako distance learning iko, tutakufikia mahali huko, classes tutazieka, kwa sababu mikakati iko, na tutahakikisha kwamba hakutakuwa na taswishi yoyote ile. Tutahakikisha utasoma na utaelewa na utapata kile ambacho ulikuwa unakusudia kupata. Peter, swali lingine. Kama vile nimesema, familia zingine haziwezi kujikimu. Mna mipango gani kwa wanafunzi ambao wanatoka kwa familia maskini? Peter, kitu cha kwanza ni kwa wale wanafunzi ambao wanataka kusoma lakini hawana mapato, ama mapato yao haimaanishi ni lazima ukue wazazi wako walikufa wote, la hasha. Inamaanisha kama kwenyu kipato kiko chini, kama wewe au na wazazi ama uko na mzazi mmoja, sisi hapa Skofra tumeweka mipango ya kuhakikisha kwamba utasoma kwa kile kidogo uko nacho. Sisi kwanza tunapeana ile sponsorship kwa the bright students wenye kwako wewe, kwa ile intake. Kwa sasa intake yetu tuliweza kupostpone, ilikuwa tuanze intake tarehe 1 ya hii mwezi, na tuliweza kupostpone kwa sababu ya mambo na corona, lakini ikiisha intake itakuwa kama kawaida na itaendelea, na sisi tutahakikisha kwamba wanafunzi wetu wakiingia wamelindwa, na tutaweka mikakati ambayo inastahili. So kama wewe unatoka uko na single parent, kwa kile kidogo ambacho uko nacho utakuja, tutakuelewa. Na kitu kingine, tunaungana na ofisi ya CDF kutoka mahali kila mwanafunzi ametoka, ili kuweza kuhakikisha tutakuandikia barua na tutasukuma until upewe bursary Peter, kwa sababu sisi tunahakikisha kwamba ile pesa imewekwa na serikali ili wanafunzi ama watoto kutoka familia ambazo hazijiwezi waweze kusoma. Mimi wakati nilikuwa nasoma, ningepata hiyo pesa hatungeuza ile shamba, lakini kwa hiyo pesa kulikuwa na njia nyingi, lakini kwa sasa najua mambo imechange.
ulikuwa unapata wale wanafunzi kutoka familia za Masongo ndio wanapewa 10,000. Sisi kama wale kutoka familia ambazo zimefinya sana unapata sisi kama hata kama tutapewa, unapata mtu amepea 2,000. Hiyo 2,000 haitakusaidia kwa sababu utarudisha tena pale nyumbani. Si ni kweli Peter? So tunahakikisha tuongea na wale MP waweze kupea wanafunzi ile basari, kwa sababu ni pesa ya wanafunzi ambao hawajiwezi kutoka familia ambazo zimefinywa. So hiyo ni tunahakikisha, na tutakuandikia barua na tutaenda kwa ofisi zote ili kuweza kuhakikisha wanafunzi wetu wamepata karo na wazazi watasumbuka. Na wewe kwako uko na kidogo, unauza nyanya, kitunguu, kuku, mkulima, leta hiyo kidogo na tutaweza kukusikiza. Kama director mimi mwenyewe nitakusikiza. Kweli hapa naona jana anaitwa John Mala anauliza kama Scofra mtu ametaka kujiunga naye kama iko na malazi ya kulala pesa ngapi? Sasa kitu ya kwanza kuna corona Peter, na mikakati tumeweka ili kuweza kuhakikisha ile mtangamano ama ile ku-interact wanafunzi na wengine haija kuwepo, na malazi yako na yako tumeongea na wale tenants wako karibu, kwa sababu hostel ziko, lakini hatutaki kwanza, ile serikali imekataa rooms zingie watu wengi. So tumeongea na wale landlords ambao wako karibu na nyumba ziko kwa malipo tu kidogo ya kutoka 2,000, 2,500, 3,000 kulingana na ile mapato ya mzazi. Unaweza shikana, sisi ndio tumeongea nao already. Wale landlords wameshikana ili kuweza kuhakikisha kwamba wale wanafunzi wetu ambao wanakuja hawatakuwa na any issue. Na iko tu chini hapa karibu like 10 meters ushafika mahali ambapo utakuwa unalala. Swali lingine, kuna mtu Kunaye hapa Joyce kutoka Machakos. Anauliza mtu akitaka kuwasiliana na Scofra mtu anafanyaje? Mtu akitaka kuwasiliana na Scofra, ama unaweza kutupigia simu kupitia 0792984511 ama ututumie WhatsApp. In fact hiyo namba unaweza ku WhatsApp uweze kutumia maombi yako, ama tuko kwa email, ambapo email unaweza tuma your application, unatuma useme unataka kufanya hii kosi, nataka kufanya hii ama ile, utaandika pale, utaenda kwa email na utatumia kwa scoframediacollege@gmail.com, scoframediacollege@gmail.com, na tutaweza kukusaidia ili kuweza kufanikisha ndoto yako ya kielimu. Sasa zungumza na mzazi pale ama mwanafunzi anayetaka kujiunga na Scofra. Utamwelezea kwako wewe ambaye umetutazama leo kupitia Facebook. Nazungumza na wewe, unajua mtu either wewe your relative ama mtu mwingine na ambaye anataka kufanikisha ndoto yake ya masomo. Taasisi sio taasisi bila kukuja taasisi ya Scofra. Sisi tumeweka ama tumeanzisha, ama Scofra iko katika misingi ya Kikristo, na ukija hapa tutahakikisha kwamba umekuwa mtu wa kujisaidia, wa kutegemewa na familia yako, kutegemewa na nchi yako, na kwa kile kidogo ambacho uko nacho. Tumesema starting fee. Ukienda taasisi zingine unapata wanakuitisha 60,000, 70,000. Malipo yetu ya kwanza kwako wewe ambaye unakuja ukiwa new students, utakuja a starting fee of 10,000. Peter, I mean 10,000. Hiyo 10,000 utaweza kukaa kwa kipindi cha mwezi mmoja, mzazi wako ama yule guardian akitafuta ile hela nyingine ambayo itakuwa inalipwa pole kwa kiwango cha 5,500. Kwako wewe mzazi, chukua nafasi, uwasiliane nasi, ongea na mzazi. Hata kama ni mwanafunzi, ongea na mzazi, umweleze
ili kuweza kufanikisha maisha yako wahitaji masomo, na asiseme mko wengi, kuna ndugu zako hawajasoma, ati wewe ulimaliza high school tosheka hapo ama utafute kazi. Hapana, mwelezee umuhimu wa kusoma ili kuweza kutafuta kazi. Kama mimi Francis ningemaliza ile form 4 kidato cha 4 na niende kwa kazi, saa hii singekuwa nimemaliza masomo na nikaanza kazi. Ningekuwa kuna watu wengi ambao tulianza shule nao ama tuliingia nao high school na tukamaliza na still hawajaienda katika taasisi yote. Wanasema nitaenda hii mwaka, na that is why wanarudi nyuma. Mtu anazeeka. Tunataka kuhakikisha kwamba utapigana. Unajua kuzaliwa Peter. Let me speak to an individual. Mahali ulizaliwa, kuwe hakuna pesa, kuwe hakuna anything, hiyo si your choice. Whether ulizaliwa katika familia ya kitajiri ama kisongo, mali uisha. Lakini kile utategemea utengeneze hiyo mali, utengeneze mali yako kupitia mali yenu, hiyo utaweka ile akiba yako ya maisha yote. So tumia, kama kwenye kuna pesa, tumia hiyo pesa ujitengee, kwa sababu hiyo yenye hata usiku ukisema sitasoma Peter, kwenye kuna pesa mtakuja kumgawani. Lakini ukisoma na ile mali ambayo ni yenu na utengeneze mali yako, au hautaambiwa wewe umesoma na pesa yetu ama ya familia tugawie. Hapana, la hasha. Nawe kwako wewe ambaye kwenye hakuna kitu, usiseme hakuna kitu. Ongea na mzazi ili ukuje usome kwa kile kidogo. Future, kuzaliwa katika hiyo familia ambayo haina kitu sio mapenzi ya wazazi wako, lakini kukufa ama kuendelea kukaa katika hiyo hali ya umaskini na familia yako ambayo utaoa ama uolewe, ni ile hali yako wewe mwenyewe, na wewe ndio utakuwa umejitusia. Ingekuwa mimi nilisema kwetu tumezaliwa katika umaskini, niseme sitasoma nitakaa katika umaskini, saa hii ningekuwa tuna hiyo umaskini. Lakini nikajiamulia nikasema it wasn't my decision to be born in that family, na nikaona ni heri niweze kutia fora, niweze kutafutia wale watoto ama yule mtoto wangu ama wale watoto wangu nitapewa na Mungu kuwatafutia maisha bora. Na nikaona unaweza kuwapea maisha bora kupitia elimu, na elimu haiwezi oza, ni akiba ambayo kamwe haiwezi oza. Andika mali, elimu haiwezi oza. Unaweza sema mzazi usinipeleke shuleni, nipe hiyo pesa nianzishe biashara. Biashara itachomeka na ile pesa itakwisha na utarudi kuwa maskini Peter. Unaweza sema mzazi nunulie ile gari, itakuja kwa mbaya iharibike engine, upate una pesa ya kurudisha ile engine. Unaweza nunua pikipiki, useme nunulie pikipiki nitakuwa naendesha mimi, ile pikipiki ikuje iharibike ama izeeke, ama kwa sababu ya kutumia tu ile upepo unakunywa hapa inakuwa affect, uambie utaendesha na ile pikipiki ishanunuliwa, hiyo ishia hapo. Ama tuseme saa hii upewe kashamba, uambie kuwa mkulima, hakunyeshi, hakuna maji. Lakini ukitumia elimu, ukuje usome, upate your skills what you can do, upate unaweza jifanyia kazi yako kwa mikono yako. Ile kazi utajifanyia, the service, itahakisha kwamba kila mwisho wa mwezi, kunyeshe, kukose kunyesha, kukuwe kuna corona, kukuwe hakuna, utakuwa unaenda pale na ATM unaingiza na kutapikia pesa. Kwako wewe ni changamoto, na kupea wewe uweze kukaa chini na unjiulize watamani kwenda wapi, watamani kufanikisha maisha yako aje, na uchukue nafasi. Unaweza recommend rafiki Skofra. Sasa wengi wanasema hawajasikia nikiongea, sasa huyu ndio director mwenye anaongea. Ongea na rafiki, ongea na jirani, atupigie simu ni mimi nitajibu. Our accountant ako hapa atatusaidia. Kama kuna shida yako ambayo ni personal, unaongea na yeye ama unaongea na mimi,
niko hapa kwa Facebook, unatuma maombi yako na nitakujibu. Mwisho Peter, kama ulivyoelezwa, jambo la mwisho tukimalizia, unaweza pia mtazamaji nini? Kitu cha kwanza ambacho ningependa kuambia mtazamaji mwenye anatutazama, Scofra iko hapa kaunti ya Kitui, na Scofra ikiwa hapa kaunti ya Kitui, tuko na mipango ili kuweza kufungua branches to other counties. Kwa nini tulianzisha Kitui? Kitui ni mahali ambapo nilianza utangazaji. Hapo ndo mahali tuseme sijazaliwa Kitui, na wakati nilikuja Kitui nilipenda watu wa Kitui, na watu wa Kitui wanapenda masomo. Sisemi kaunti zingine hazipendi masomo, lakini watu wa Kitui wanapenda masomo, na nikasema nianzishe Scofra Media College hapa Kitui, na kwa nguvu za Mwenyezi Mungu tumefika mahali tumefika, na kwa miaka ambayo inakuja tutaweza kuingia Machakos, tutaweza kuingia Makueni, tutaweza kuingia Nairobi, tutaingia katika kaunti zote, kwa sababu nia na kusudi ya Scofra ni kuhakikisha umepata masomo nafuu, umepata masomo kwa mahali panapostahili. Wakati utakuja kumaliza ule muda wako hapa shuleni, ukuwe umepata ile hekima ama umepata chenye ulikuwa unakujia na uweze kujisaidia. Na jambo la mwisho, tuko karibu kumaliza. Peter, tuko live hapa ni Scofra, sisi hatuongelei hapa ni Scofra, na sisi kama kawaida, hata ukiangalia hapo nyuma kwetu, nyuma yetu, unaona news wanaendelea preparation, wanaendelea masomo, ni kama kawaida, kwa sababu hatuchezi na fees ya mzazi. Mzazi tunahakikisha ile pesa amelipa, amepata, mtoto wake amepata benefit. Imagine paying that school fees na upate shule zingine hazieki maanani ili kupata ile mtoto amesoma. Sisi kitu ya kwanza Peter, tunapoenda tukimalizia, kitu ya kwanza tunajua kupata elimu bora itasaidia mwanafunzi, na mwanafunzi akisaidika, sisi furaha yetu ni kuona akiendelea vizuri na akisema kutoka kwa moyo wake, kama aingekuwa Scofra singekuwa mahali niliko. Kama ingekuwa ile fees yangu mzazi angenipeleka Scofra, kuna taasisi mingi zimekuwepo. Mwanafunzi anaenda anasoma, walimu hayuko, mitambo iko sawa ya kusoma, lakini una taasisi zingine ziko na ile hali ya kutaka karo sana kuliko kukuwa na hali ya kutaka kupea mwanafunzi mafunzo ambayo yanastahili. Now that is why when I was talking with one of the head of a radio station, aliniambia kitu ya kwanza, Francis, na kushukuru kwa sababu wewe umeweza kuhakikisha kwamba ile hali ya practical au concentrate sana na theory more than practical, you balance the practical with the theory. Na kwamba kwa nini sisi kama Scofra tuna balance the practical side and theory side? Tunajua ya kwamba karatasi ni ya kukupea kazi, lakini ukipewa kazi uambiwe tumekupea kazi, hii ndio utakuwa unafanya. The next thing is what can you do? Na hiyo ndio swali ambayo inafanya wanafunzi wengi ama watu wengi wakuze kazi. Unaenda shule na shule iconcentrate na kukupea ile elimu ambayo inaenda mkabala na mahitaji ya mwajiri. Na sisi hapa Scofra tunahakikisha kwamba tunaelewa pale wa mwajiri anataka nini, na that is why tumejikita ili kuweza kuhakikisha mwanafunzi akitoka hapa ameiva. Tunaweza taasisi mingi ama colleges mingi kufanya advertisement, wanakuambia hii, wanakuambia hii, na ukienda pale unapata si kweli, chenye umeambiwa si kweli. Wao wako pale kwa biashara, lakini sisi hatuko hapo kwa biashara. Tuko hapa kuhakikisha mwanafunzi amesoma, na tuko hapa tukiahidi ya kwamba kuna masomo utakuja na usomo. Na kitu ya kwanza ni ukitoka hapa, the advertisement yenye najua Peter
as a journalist, mtu amesoma PR na mambo kadha, ninajua ya kwamba kile ambacho unahitaji sana si PR ama advertisement. Mwanafunzi mwenye amesomea hapa ndio atakuwa na advertisement ama na advertise shule kuliko zile advertisements ziko kwa radio, kwa sababu yeye hakuna ukweli, yeye hakuna experience, yeye hakuna ushuhuda wa mali nimetoka. Ni kweli Scofra inaakisha kwamba chenye wamesema ndicho wanatimiza. Mitambo iko hapa, computers. Kwa nini tumeweka computers kila kona, ama tumeweza kuweka si computers peke yake? Yaani zile equipment ambazo mwanafunzi anahitaji ziko. Computer, mwanafunzi anaweza kununulia laptop, lakini tunajiuliza, na yule mwanafunzi anatoka katika familia ya mapato ya chini, atatoa wapi zile 30,000 ya kununua laptop? Tunahakikisha kwamba kuna computer ambazo ni functional. Mwanafunzi atakuwa anatumia kwa practical typing and all other work, kwa research na mambo mengine. So usikuwe na shaka, ambapo ukija Scofra sisi tunahakikisha kwamba utapata elimu ambayo ni ya study sana. Pita kwako. Asante sana mtazamaji. Leo ni Bwana Francis, director wa CMC, Scofra Media College. Ameweza kutuelezea kila kitu. Kama kuna mahali hujaelewa, anaweza kuwa amepeana namba. Director, unaweza warudia kwa wenye wapo. Namba yetu ambayo ungependa ama ungetaka kuwasiliana nasi, nitaisoma kwa Kimombo, Kiswahili hata kwa Kikamba. Kwa Kimombo ni 0792984511. Kwa Kiswahili 0792984511. Kwa Kikamba noti Mwanza kenda ile kenda nyanya inye tano imwemwe. Na ukitaka kuwasiliana nasi pale Facebook, tuko na page yetu ambayo ni Scofra Media College. Enda you share, you like and you comment na utume ujumbe. Tuko YouTube Scofra Media Production, unaweza kutufuata pale na Mwenyezi Mungu atakubariki. Tunakupenda, tunakuish happy Easter, celebrate, be safe. And naomba Mungu akufungulie njia uweze kusaidika, ama uweze kupata azimio lako ambayo kwa moyo wako ungependa, ama unasema nataka hii Mungu anifungulie. Usilie wakati wa corona. Kunaye Mungu aliye mbinguni. Usiseme masomo sasa nitasoma, mamangu alikuwa ameniambia nitaenda April na ndio hii imefungwa. Hapana. Kumbuka kuna Mungu, usitie shaka. Kama unataka kusoma nasi, tumesema Peter unaweza soma nasi online. Tuko na Zoom class. Sisi hatukai chini, hatutaki uzeeke ama uretire ukiwa bado uko shuleni. Tuko na Zoom, unaweza soma pale. Tuko na distance learning. Courses ni mingi. Kama before nimalize, courses naweza somea wale wanatusikiza before tumalize. Tuko na dakika kama 2-3 tumalize. Courses ziko, tuko na journalism and mass communication. Hapo ni kwa kipindi cha miaka 2 kwako unafanya diploma, na mtihani yetu ni kupitia ICM. Tuko na information technology ambapo unaweza ifanya kupitia NEC ama IBM. Kwa mwaka mmoja unafanya certificate, mwaka wa pili ama miaka 2 unafanya diploma. Tuko na secretarial studies, kwa mwaka mmoja unafanya certificate, miaka 2 unafanya diploma. Mtihani ni kupitia NEC. Tuko na tours and travel or guide operation. Kwa mwaka mmoja fanya certificate, mwaka wa pili fanya diploma. Tuko na chain supply management ambayo kitengo cha mtihani ni kupitia NEC. Tuko na nutrition and dietetics. Kwa mwaka mmoja unafanya certificate, kwa mwaka wa pili unapata diploma. Tuko na human resource management, kupitia mtihani ni NEC ama ICM. Tuko na business management, unaweza fanya na NEC ama ICM. Tuko na community development and social work. Kwako wewe ungependa kufanya diploma and certificate. Accounting and finance iko hapa ili kwako. Utafanya kupitia CASNEM.
kwako wewe unataka kufanya mambo na hesabu ni kupitia CASNEB. Hiyo ni accounting and finance and all other related business courses. Tuko na electrical and electronic engineering. Kwako wewe ungependa kuwa mhandisi, kuja hapa ili uweze kusoma. Masomo yetu iko imara ili kuweza kuhakikisha kwamba umepata elimu ambayo itakufaa katika maisha yako. Tuko na sales and marketing Mr. Peter. Kwako wewe unataka kukuwa mtaalamu katika mauzo katika company kama hapa Scofra, tunafunza sales and marketing. Kwako wewe katika mambo na kusonga wanawake, kutengeneza nywele, kukata kama hii yangu yenye nimeikata, tuko na cosmetology, kuja hapa uweze kusaidika. Tuko na hotel management, hiyo ni catering. Kwako wewe unataka kuwa mgwinji katika mambo na jikoni, tunahakikisha kwamba umesoma. Kwako wewe umekuja ama umejiunga nasi saa hii tunamaliza, tuko hapa na Mr. Peter, ni Scofra Media College ambayo ni taasisi imejikita ili kuweza kuhakikisha mwanafunzi amefaidika ama amepata elimu ambayo haitakuwa na taswishi. Tumeandikishwa na serikali na TVET na tuko hapa ili kuweza kuhakikisha umepata masomo kwa hali nafuu ama kwa bei nafuu. Fees yetu ninarudia tena ni 16,000 na pesa ambayo unahitajika kuwa nayo ili kujiunga na Scofra ni 10,000 starting fee. Hiyo ingine utalipa pole. Tuko katika mji wa Kitui hapo town, na tutakuja county ya Machakos, county ya Makueni, na tutaingia Nairobi, na ikiwezekana tutaingia county zingine. Bila shaka umekuwa nami Director Francis Kioko. Nimefurahia sana kuwa nawe kama the founder of the Scofra. Nataka kuhakikisha kwamba ama kuambia nimeshukuru kwa muda wako Madam Direct ama Madam CEO Scofra wa Scofra Media College, the CEO Scholar Wanza amewasalimia. Tuko na Chief Accounting Officer